Waasi wa M23 waanza kuona joto ya jiwe kutoka kwa wazalendo, wapigika kama ngoma. Waasi wa M23 waanza kuona joto ya jiwe kutoka kwa wazalendo, wapigika kama ngoma. Sakata la M23 waasi wanaoisumbua Kongo limeendelea kupata suluhu kutoka kwa Kongo wazalendo. Vijana wa Kongo wameamua kuingia msituni wenyewe kukabiliana na kikundi cha waasi cha M23. Waasi hawa walivamia mashariki ya Kongo katika mji wa Goma na kufanya kila aina ya uchafu. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zinaripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari, vilisema raia wasio na hatia wanaendelea kupoteza maisha, wanabakwa, kupora mali zao na mengine mengi kinyume na haki za binadamu. Licha ghadhabu zote ambazo raia walikuwa wanaendelea kuzipata kutoka kwa M23, Rais Felix Tshisekedi alikosa kabisa utatuzi wa suluhisho. Ilifika hatua alienda mpaka Chadi kukutana na rais wa nchi hiyo kuomba msaada, kitendo ambacho Wakongo hawakupendezwa nacho, hivyo wakaamua kujikusanya kama kikundi kinachofahamika jeshi la akiba au wazalendo na kuanza kupambana na M23. Baada ya raia kuonyesha moyo wa kutaka kupambana, Rais Felix Tshisekedi aliamua kuungana nao, kisha akamteua Jenerali Yakutuba kutoa mafunzo kwa vijana wazalendo. Felix Tshisekedi alichukua uamuzi wa kumteua Jenerali Yakutuba, ambaye kiasili sio Mkongomani, ni Mtutsi, kwa sababu ndani ya jeshi la Kongo kulikuwa na wasaliti ambao walikuwa wanavujisha mpaka ramani ya kivita, jambo ambalo lilipelekea wanajeshi wengi wa Kongo kupoteza maisha. Hivyo Jenerali Yakutuba aliaminiwa na Felix Tshisekedi na kupewa kazi hiyo ya kuwanoa vijana, huku akiacha askari ambao walikuwa na dalili za usaliti. M23 katika harakati za kutaka kumpindua Felix Tshisekedi walianza kuteka eneo la Goma, wakatoka wakaenda Nyabibwe na Bukavu. Walipofika eneo moja linaitwa Fise, ndio chozi lao la damu lilianzia hapo. Walipofika Fise, walikuta raia ambao walianza kuwashangilia M23 bila kujua ni mtego, kwani vijana wazalendo chini ya Jenerali Yakutuba walikuwa wamewatega katika eneo hilo ambalo lilikuwa kama kivuko cha M23 kwenda Kinshasa kumpindua Felix Tshisekedi. Hilo ndio eneo ambalo lilikuwa kama kaburi kwa waasi wa M23, kwani walipigwa na kuuawa vibaya sana na vijana wazalendo. Baadhi ya watu wamehoji kwamba Kongo ni nchi ambayo inasifika kuwa na jeshi imara. Sasa inakuwaje jeshi la nchi lishindwe kupigana na M23 huku jeshi la akiba au wazalendo wafanikiwe? Hapa ndipo utagundua kwamba jeshi hilo limejawa na wasaliti ambao wanauza taarifa kwa waasi wa M23. Vile, kwa nini Marekani inataka kuwekeza katika sekta ya madini nchini DR Congo? Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zinapanga kushirikiana katika mapatano ya kiuchumi na kisiasa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuwa Washington, katika mkondo wa siasa za utawala wa Donald Trump, inakaribisha ushirikiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kufaidika na rasilimali za madini yenye thamani na muhimu za nchi hiyo. Msimamo huu wa serikali ya Marekani umetangazwa baada ya maafisa wa Kongo kuwasiliana na wenzao wa Washington na kutaka kufikia makubaliano ya kuwekeza katika sekta ya madini ya nchi hiyo ya Kiafrika mkabala wa kudhaminiwa usalama na kuihami nchi hiyo katika vita dhidi ya waasi wa M23. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hivi karibuni alipendekeza ushirikiano wa kimkakati katika sekta ya maliasili ya thamani ya Kongo kwa Marekani katika juhudi za kukabiliana na waasi mashariki mwa Kongo. Vita katika mipaka ya mashariki mwa Kongo vimepamba moto zaidi katika miezi ya hivi karibuni, na waasi wa M23 wamefanikiwa kuteka maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na miji miwili mikubwa ya mashariki mwa nchi. Suala hili limezidisha hatari ya vita kubwa katika eneo hilo la maziwa makuu ya Afrika, hasa kwa vile nchi jirani kama Rwanda pia zinatuhumiwa kwamba zinahusika katika vita hivyo kwa kuwasaidia waasi wa M23. Nchi ya Kongo, hususan mashariki mwa nchi hiyo, imejaa madini na utajiri mkubwa wa kimaumbile ambao unakodolewa macho na nchi mbalimbali kwa miongo kadhaa, na suala hilo linahesabiwa kuwa moja sababu za vita vya sasa mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti zilizochapishwa zinaonyesha kuwa rasilimali hizo ni pamoja na shaba, dhahabu, almasi, titanium na madini mengine ambayo ni muhimu sana kwa tasnia na teknolojia mpya. Nchi hiyo pia ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa cobalt duniani, ambayo ni mada muhimu kwa utengenezaji wa betri za lithium ion ambazo hutumika katika magari ya umeme na simu za rununu. Vilevile, kutokana na kukua kwa mwenendo wa matumizi ya teknolojia duniani hasa viwandani na sisitizo la kupunguzwa utegemezi wa nishati ya mafuta ya petroli,
Mahitaji ya cobalt na metali nyingine zikiwemo shaba na titanium yameongezeka katika suala hili. Marekani kama moja ya watumiaji wakubwa na wazalishaji wa teknolojia mpya inahitaji migodi na rasilimali hizi zaidi kuliko hapo awali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kuhusiana na suala hilo kwamba Kongo ina sehemu kubwa madini muhimu duniani yanayohitajika katika teknolojia ya kisasa, na serikali ya Marekani imechukua hatua ya kuimarisha uwekezaji wa sekta binafsi wa Marekani huko DRC ili kufaidika na rasilimali za madini. Katika hali hii, kupamba moto vita na machafuko mashariki mwa Kongo DR kumetayarisha mazingira muafaka kwa Marekani kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kufunga mikataba yenye faida na kuwepo faida zaidi katika kanda hiyo kuliko hapo awali. Washington daima imekuwa ikifanya mikakati ya kuzidisha uwepo wake katika eneo hilo la Afrika, si tu kwa sababu ya kunufaika na madini na utajiri wa nchi za kanda hiyo tu, bali pia kwa sababu inalenga kushindana na makampuni ya China yaliyoko katika bara hilo, kuzidisha ushawishi wa Washington na kurahisisha biashara na uhusiano wa kibiashara na Afrika. Kwa upande mwingine inaonekana kwamba sera ya nipe madini ni kudhaminia usalama katika kipindi kipya cha urais wa Trump, sambamba na kauli mbiu yake ya Marekani kwanza, imepewa uzito mkubwa zaidi kama ilivyobainika pia hivi karibuni katika jitihada za Trump za kutaka kusaini mkabala wa usalama, mkabala wa madini na nchi ya Ukraine. Trump ambaye ana historia ndefu katika nyanja za shughuli za kiuchumi na kibiashara, anataka kunyonya migodi yenye thamani kubwa duniani kote katika utawala wake kwa kuzingatia maslahi ya kiuchumi ya Marekani au makampuni ya nchi hiyo. Katika mkondo huo, anatumia masuala ya kulinda usalama kwa ajili ya kudhibiti sehemu kubwa ya masoko ya kimataifa yajayo kwa kupaka umiliki au hisa kubwa ya migodi ya madini, hasa madini adimu, ili kuimarisha nafasi ya Marekani duniani. Hata hivyo, nchi kama Kongo sasa zinataka kufikia makubaliano na Washington ndani ya fremu ya kutoa mali mkabala wa kupewa dhamana ya usalama, bila kujali matokeo mabaya kukubali uwepo wa majeshi ya Marekani katika ardhi ya nchi hiyo, wakati uzoefu wa awali unaonyesha kuwa Washington haijawahi kutimiza ahadi wala kutekeleza makubaliano yake na nchi nyingine katika suala hili. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.